Bwana, mambo vipi? Timbulo hapa, niko ndani ya Global baby love, nakumisi my baby sana, nasema na wewe nakudedicate ka wimbo bomba. Hey hey baby love, nakumisi my baby sana, nasema na wewe nakudedicate ka wimbo. Yo, wenenda usisahau nilikupenda angalau, na madhaifu yangu unitunzie siri angalau. Hey, wenenda usisahau nilikupenda angalau, na madhaifu yangu. Mwanzo wangu ulikuwa ni mgumu sana, ila nashukuru Mungu kwa hapa nilipofika, kwa sababu nilianza kusoma kijijini kwetu Mbeya, shule ya msingi Ruiwa, lakini kabla ya hapo nilizaliwa mwaka 88 tarehe 7 mwezi wa 7, siku ya bahati pia naweza kusema, siku ya wakulima, na kule kwetu ni kijijini, so it was, kwa kwetu sisi 7 ni siku ya wakulima, hakuna kingine. Na miaka 7 baadaye nilikwenda kusoma Morogoro kwenye shule ya sekondari ya serikali, Kilombero sekondari. Lakini baada ya hapo nikaenda kusoma Mbalizi sekondari kwa ajili ya A level, ambao nayo nilipokuwa nimeanza nikaja kupata bahati ya chuo cha ualimu huku Dar es Salaam cha Ridhwa Seminari, na ndipo ambapo niliacha sasa kule nikaja Dar es Salaam. Safari yangu ikaanza 2005 Dar es Salaam kuanza kusoma sasa ualimu, ambao pia mwaka mmoja baadaye nikawa muajiriwa wa shule moja Buguruni pale inaitwa Ridhwa Buguruni pale Malapa, ndio sehemu ambayo nilikuwa nafundisha shule, na nilifundisha miezi 9. Baadaye nikaamua kuacha. Lakini wakati ambao nilikuwa nimefika Dando, wakati ambao tayari nilikuwa nimeshaamua pia kuwa naenda kwenye mastudio tofauti. Na mwanzo mimi sikuwa na mawazo ya kuwa msanii. Mimi mawazo yangu ya mwanzo nilikuwa nawaza kuwa muhasibu. Ndio ndoto yangu ya mwanzo ilikuwa ni hiyo. Kwa hivyo hata siku zilivyoenda, nilipofika Dar es Salaam nasomea ualimu, kwa sababu talent ya kuimba ilikuwa ni muda mrefu nilikuwa nayo na nilikuwa nafanya, na nilikuwa natamani tu siku moja nikae ni rekodi wimbo, niwe nakaa nyumbani nasikiliza tu mwenyewe wimbo wangu ambao nimerekodi. Hiyo ndio ilikuwa ndoto yangu ya kwanza kwenye swala la sanaa. Na hata nilipofika Dar nikasema sasa hapa ndio sehemu ambayo wana rekodi wasanii. So nikaenda nikatafuta shule, studio, nikaanza huku nasoma huku naenda studio. Nikaona nilipokuwa naenda studio ndio sehemu ambayo sasa nikaanza sasa kupata moyo, kwa sababu ndio sehemu ambayo lebo yangu ya kwanza ilikuwa ni G Records 2005, ambao nilipofika studio baada ya kuimba tu wakawa wamenipokea vizuri sana, kuniambia kwamba nastahili kuwa msanii wa studio yao.
from there sasa mimi nikawa nafanya muziki sasa kama serious sehemu nyingine, lakini kazi yangu ilikuwa ni ualimu ambao nilikuwa naamini nikimaliza chuo naingia shule nafundisha, na kweli ikawa hivyo. Nilipofundisha shule muda wa huku kwenye kazi yangu ya pili ambao ndio sanaa ulipokuwa unaenda vizuri, ndio time ambao sasa mimi nikawa nataka kuacha sasa ile kazi ambayo nilikuwa nimeisomea, lakini sikutaka kuacha hivi hivi. Niliacha baada ya baba yangu kunipa go ahead ya kuamua sasa kwamba wewe unataka kuwa msanii, fanya muziki, lakini uniahidi vitu vitatu vya msingi ambavyo babangu aliniambia. Cha kwanza nisibadilishe jina. Sasa mimi naitwa Ali Timbulo, nikaambiwa nitumie jina la Timbulo nitafanikiwa. Babangu ndo alinipa hilo. La pili aliniambia nisiache dini yangu. Mimi ni Muislamu, siwezi kuacha dini yangu. La tatu babangu aliniambia nimwahidi kama nitaoa. So hivyo ni vitu ambavyo huwa natembea navyo vyote vitatu, kwamba mzee wangu aliniambia hivyo vitu nivifanyie kazi na naendelea kuvifanyia kazi. Kwa baada ya hapo niliporudi moja kwa moja nikaamua kuacha kazi ya ualimu na kujikita moja kwa moja sasa kwenye muziki, kwamba sasa hivi mimi kazi yangu ni muziki. Ndio hivyo nimeendelea kuhasa mpaka 2011 nilipoachia wimbo wa Domo Langu. Kabla hapo nilikuwa na wimbo ulikuwa unaitwa Ndoa ya Mkeka ambao nilitoaga mwaka 2009. Haukufanya vizuri, nilifahamika tu sehemu chache. From there 2011 ndio mwaka ambao ulikuwa mwaka wangu wa mafanikio, na mpaka leo kuna ups and down, lakini maisha yanaendelea. Nimeendelea kumaintain kuwa Timbulo. Kulikuwa na story nyingi sana zilizokuwa zinahusiana na hivyo vitu, lakini mimi ndo mhusika mkuu, na nashukuru kuuliza hilo swali, ila ni kitu ambacho hakikuwa na ukweli wowote. Yani sikuwa najua zilikuwa zinatoka wapi hizo story, kwa sababu hata mtu ambaye alikuwa anaongea hivyo vitu sikuwahi kumjua ni nani na alikuwa ametumwa na nani. Kitu cha msingi mimi nilimfahamu Malaika kipindi kirefu sana ambacho hata alikuwa hafahamiki, ambacho Watanzania walikuwa wanamfahamu labda kwa kumuona tu kwenye video ya Malaika. Alianza kufanya nyimbo na Chege nakumbuka, na watu walimuona pale, lakini from there alikuwa hafahamiki hivyo. Kipindi hicho ndio kipindi ambacho mimi niliwahi kupata kufahamiana naye, na ndio kipindi ambacho alikuwa na shida zaidi nafikiri kuliko hata alipofahamika, kwa sababu msanii ukishafahamika kuna watu wengi sana wanakuwa wanakutazama. Watu wengine wanaweza tu kuwa yani kwa sababu tu anakufahamu anaweza taka aje akawa yeye ni mwandishi akatamani akusaidie kazi, lakini ni ngumu sana mtu ukiwa underground ufahamiki na mtu yoyote, atoke mtu from nowhere tu aje akwambie bana nataka nikuandikie wimbo na nini, unajua. Kwa hiyo ni wakati ambao Malaika alikuwa anahitaji sana msaada kuliko kitu chochote. Ni wakati ambao mimi ndo nilikuwa na role naye kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu niliunganishwa na watu ambao ilikuwa ni management yangu. So ilikuwa ni sehemu yangu mimi kutimiza kama majukumu ambayo nilipewa na management yangu, kwamba nimsaidie kwa vitu vidogo vidogo kama kumpeleka interviews na nini, kumsaidia kuandika wimbo. Nilifanya kwa nafasi yangu kwa kile ambacho nilikuwa nakiweza, lakini shida ilikuja tu wakati ambao tumefika wa mimi kuhitaji msaada wake sasa. Kwamba bwana kazi yangu hii inatakiwa upite, na ni kitu ambacho mimi niliandika mimi mwenyewe kila kitu. Alikuwa anatakiwa tu aimbe tu, akishaimba kama nyimbo ilivyo, baada hapo mambo mengine yaendelee. Alikubali kufanya kwenye audio, alirecord, lakini nilipofika siku ya video alidisappoint. Pamoja na kuwa alipanga yeye video, imebairishwa video mara 2, na bado siku ya video ilipofika hakutokea, na kwa majibu ambayo ni hashili tu, yani kwamba siwezi kufika kwenye video leo, na hakukuwa na sababu yote ya msingi. Kwa mimi nikaona sio shida, kwa sababu nyimbo ni yangu, nimeandika mwenyewe, nikaamua kumfuta na kumweka mtu mwingine. Haikuwa na tatizo lolote, japokuwa zilikuja maneno mengi sana ambayo mimi sikufikiri kama ingekuwa ni issue vile, kwa sababu wimbo ulikuwa ni wangu na mimi nilikuwa na haki nao, nilikuwa na uwezo wa kufanya kitu chochote. Ila ilitokea basi vikaenda vitu kama vilivyoenda, na ikawa ni story kubwa sana. Nimekuja kugundua leo, yani sasa hivi wakati naachia wimbo mpya ndio naona everywhere, kila ninapofika lazima niulizwe hili swali, kitu ambacho hata sikutaka kuendelea kuyazungumzia, kwa sababu ni mambo ambayo mimi nafikiri niliyamaliza, kwa sababu shida ilikuwa ni mimi ndio nilikuwa na shida, na baadaye nikaona msaada umeshindikana kwake. Mimi ni mtu ambaye nakubali kukataliwa, kwa hiyo nilikubali amekataa kazi yangu, nitafanya na mtu mwingine, na nikafanya ikaenda. Mimi nimeona tu ni mmoja ni mlevi tu wa madaraka, na kama labda mtu mwenye stress, labda nizungumzie neno hilo, kwa sababu ni wakati ambao alikuwa anazingwana na management yake. So inawezekana ikawa ile stress ya mtu kuwa na tatizo na management ikawa imempelekea kuvuruga mambo mengine ambayo hata hakujua kama ilikuwa na faida kwake, kwa sababu
Malaika hajawahi kuwa na ukubwa wa Beyonce, labda ambao kolabo yangu mimi ilikuwa inanisaidia mimi. Ukubwa alionao yeye anahitaji zaidi, kazi nyingi zaidi. Kila kazi ambayo inakuja kwa msanii unafanya kolabo na mtu mwingine na maana inakusaidia wewe pia. So alikuwa anahitaji kazi, alikuwa anahitaji support yangu pia vile vile, kwa sababu mimi kumweka kwenye wimbo wangu wasanii wako wengi. Nilimweka yeye kwa kuhisi kwamba yeye ni kama mdogo wangu, unajua. Na kwa hiyo nilikuwa naamini kuna leo na kesho mtu unaimba nyimbo ya mtu unafanya naye kolabo, kesho na kishukuta ngoma imehit na wewe unasimama kwenye jukwaa na perform, ni faida kwako. Bado leo ngoma ikihit wewe unaweza ukawa uko kimya, nyimbo hauna wimbo, lakini ule wimbo tu wa msanii ambaye umefanya naye unakufanya usikike. So mimi nafikiri ni mtu ambaye alilewa madaraka. Ukishakuwa kwenye nafasi fulani huwezi kuona. Yani kuna watu ambao Mungu amewafanya kuwa blind kabisa. Yani they can't see far, hawawezi kuona mbali. Yeye akiona hapa sasa hivi anaona mwanga huu hapa, hajui kama nyuma ya mwanga kuna giza. Iko hivyo. So I don't know anaona wapi, ni vision yake sasa. Mimi ni mtu ambaye napenda sana kuheshimiwa kwa sababu mimi pia nawaheshimu watu wengine. Sitegemeagi respect in return, kwamba sitegemei ni kuheshimu na wewe uniheshimu, hapana. The way najitengeneza mwenyewe, najitengenezea maisha yangu mwenyewe na vitu vingine, naamini kwamba natengeneza respect yangu kwa watu wengine. So ikitokea mtu mwingine anani disrespect wakati sijawahi kufanya hivyo kwa mtu yoyote, huwa inanikwaza. Na ndio maana mara nyingi sana huaga sipendi yani kutaka kujiingiza kwenye matatizo, kwa sababu haya saa nyingine huaga nasema ni matatizo. Mimi ukiona nafanya kazi na msanii ni kwamba lazima tuwe tunafahamiana vizuri. Yani wasanii wana mambo mengi sana, kwa sababu leo unaweza kumtafuta msanii, nimesha kushuhudia mtu anaongea kwenye interview anamuongelea msanii ambaye ni mkubwa tu Tanzania na nyimbo zaidi ya 4-5, alafu anasema hamjui. Kitu ambacho is not true. Huwezi kuwa wewe msanii uko kwenye industry alafu mfahamu msanii mwingine. Mimi alishawahi kunikuta hayo kwamba naongea na mpigia mtu simu, nampigia msanii kwa ajili ya kumwambia issue ya collab, anasema Timbulo ni nani? Alafu wakati anazungumza hivyo, mimi tayari nishakuwa ni mkubwa na nyimbo yangu ya mwisho ilikuwa na Kumismiss mwaka 2014. Wakati nampigia ni 2014 na Kumismiss iko moto. Nataka kufanya back to back, kwamba ile ngoma ikiisha niachie ngoma nyingine. Nampigia msanii simu ananiambia Timbulo ndio nani? Ikabidi nimuelezee mimi ni msanii hivi na hivi, unajua. Kitu ambacho I was shocked, sikutegemea. Lakini yote najua kwamba watu wengi wana hilo tatizo, ndio maana inapokuja sana napotaka kufanya kazi na mtu lazima nimwangalie ni nani. Kwa hiyo nilipokuwa nataka kufanya kazi ile kwa haraka, huyu ameshani disrespect, ameshani disappoint, nataka kutafuta mtu mwingine ambaye atakava, ikawa haraka sana, kwa sababu Naili ni mmoja kati ya wadogo zangu ambao huwa wananitazama kwa namna moja ama nyingine. Huwa wanakuja home, brother tufanyeje na nisaidie na mimi hivi vitu viwili vitatu. So nikaona it's easy, nikamuita fast. Hawezi kuamini Naili amekuja siku ya video, ameenda kushuti video kwa sauti ambayo ameimba Malaika. Tulivyotoka pale tunaenda studio kufuta zile, wala hakuwahi kusema nimechoka. Tulifanya kazi siku moja, kila kitu kikaisha. So wakati pale ningeanza kumpigia msanii mwingine, pengine angeanza kuniambia anataka appointment na vitu vingine vingi, wakati tunajua muziki wetu ukoje. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni sababu ya msingi, na sababu zote za kufanya collab na msanii yoyote lazima kuwe na kitu cha namna hiyo. Kwa sababu mambo ya kukaa leo hii msanii unataka kufanya naye wimbo leo, nyimbo yako unataka kutoa mwezi wa 12, ukianza kumtafuta leo mpaka aje studio unaweza kukuta unampata mwakani mwezi wa kwanza. Wakati wewe sio underground, wewe ni msanii mkubwa na una nafasi yako tayari, watu wanakufahamu. Kwa nini usifanye kazi yako mwenyewe? Hiyo pia inaweza kuwa sababu ya mimi kutokufanya sana collab. Project mpya ni kazi yangu ambayo nafikiri inaweza kuwa ni episode nyingine na major comeback ya kwangu, kwa sababu ni kazi ambayo imefanyika kwa ufanisi mkubwa sana na hali ya juu kuliko kazi nyingi ambazo nimewahi kufanya. Nathubutu kusema kwamba hii ndo kazi yangu kubwa kuliko zilizowahi kutokea, kwa sababu ndo kazi ambayo kwa mara ya kwanza Timbulo anavuka mipaka ya Tanzania na kwenda kufanya video nje ya Tanzania. So lazima niipe respect kubwa zaidi. Ni kazi ambayo nimefanya Kenya video, nimefanya na director anaitwa Dr. Eddie. Ninamshukuru sana kwa sababu kitu ambacho amekifanya kwenye video sio kwa kumsifia tu, ni kitu kikubwa sana, na naamini kwamba nimefungua milango ya mimi kufanya naye kazi, na pia wasanii wengine najua watafuata, kwa sababu mbali na kuwa na jina kubwa Kenya kuliko Tanzania, bado pia kazi yake ni kubwa ambayo ameifanya. Ni ngoma ambayo nimefanya na Baraka the Prince. Mapokezi ni makubwa sana, ipo radio, iko TV tayari,
na hiyo ndio project kubwa sana ambayo naamini kwamba kwa sasa hivi ninapozungumza Watanzania kila mahali wanaendelea kuipokea na kuisupport zaidi na zaidi. Nashukuru kwanza hii kuwa ni exclusive kuzungumza. Cha kwanza media tour ni kitu cha kawaida. Nimeanza kufanya toka juzi nilipoachia audio, jana nimeachia video yake na mpaka leo nazungumza bado naendelea kufanya media tour sehemu tofauti tofauti. Hicho ni kitu cha kawaida, lakini kitu kikubwa zaidi nafikiri hii ngoma ni ngoma ambayo naamini nitafanya project kwa ajili ya watu wasiojiweza, sio wa mjini. Kitu cha kwanza kabisa mimi ni mtu ambaye natoka kijijini, natoka mkoa, sio Dar es Salaam. So kijijini kwangu pia kuna changamoto nyingi ambazo watu wengine wanaweza kuwa hawazifahamu, ikiwepo wazee ambao hawana uwezo au hawana msaada, unajua. Ikiwepo pia vitu vingine vingi ambavyo ni vya kawaida kwa kijijini, kutokuwa na umeme, miundombinu na nini, vitu vya kawaida, lakini pia ni changamoto ambazo nafikiri this time kwa mara ya kwanza nitafanya tour ya kijijini kwangu kwa ajili ya kwenda kutembelea wale wazee wasiojiweza. Takwenda shule ambako nilisoma na vitu vingine vingi nafikiri nategemea kuvifanya nitakapokwenda kijijini kwangu. Na nimeamua kufanya hivyo kwa sababu kijiji changu nafikiri watu wanasema nyumbani kwanza. Huwezi kwenda kwa jirani kama hujatokea kwako. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio project kubwa sana ambayo nimeipanga. Vitu vikikaa vizuri nafikiri taarifa tutazileta hapa, tutaleta videos ambazo tutakuwa tumepita kwenda tutakapokuwa tunatembea kwenye hiyo tour, naamini tutakuwa na hivyo vitu. Kwa hiyo nafikiri hilo ndo jambo kubwa zaidi ambalo kwa mara ya kwanza naweza kuwa nalizungumza hivi sasa. Sijalisema sehemu yoyote na ndo kuanzia nao nitaweka wazi ni siku gani ambayo itakuwa tayari. Management yangu naiheshimu sana na nashukuru sana kwa sababu mimi ni msanii ambaye toka nimeanza muziki sijai kubadilisha management mpaka leo. Kitu ambacho kilitokea, wasanii tuna tabia ya kuzungusha sana maneno, unajua zinakuwaga nyingi. Sijui na namna gani, lakini kitu ambacho naweza kusema black and white ni kwamba nilikwama tu, na kukwama ni kukwama, uwe umekwamishwa ama umekwama mwenyewe kwa sababu zako binafsi, ni kukwama. So nilikwama na kuna vitu vilikuwa haviko sawa, then nimeendelea kujitahidi kwa sababu kama nilivyosema na management ambayo iko strictly tunafanya kila kitu. Kama hii ni biashara, unajua huwezi kufanya biashara ukiona haikulipi. Kitu ambacho kilitokea ni kwamba 2015 mwanzoni kabisa tulilipa director kwa ajili ya kushoot video, hakuweza kushoot. Kulikuwa na matatizo yalitokea na management ya director na director mwenyewe. So mimi nililipa kwenye management kama kampuni wanishutie video, wao wakaja kuwa na matatizo na director wao. Tumeshapangiwa siku ya kushoot zaidi ya mara 3. Mimi nafika location, naandaa kila kitu, na unajua video zetu za kibongo msanii unaandaa location, unalipa mwenyewe kila kitu, wakati wenzetu ukienda kushoot unamkabidhi bajeti yako, yeye ndo anaandaa kila kitu, lakini bongo unaandaa mwenyewe. So nimeandaa kila kitu zaidi ya mara 2 mara 3, nimelipa kila kitu, watu, sehemu za kushoot, location na kila kitu. End of the day director hajatokea, video haikufanyika, it means kwamba ni failure. Kwa hiyo failure ya ile video ilikuwa ni moja kati ya sababu kubwa ya msingi ambayo kweli ilisababisha mimi pia kukaa kimya, na ikawa sababu, na ina maana tunafanya kazi ili nyimbo inapotoka urudishe income ya kile ambacho umekitoa. Unapokuwa umefanya kazi alafu yani kama umetoa bila kurudisha kwenye biashara, manake umekata mtaji. Lazima kesho ujiulize kwa nini ulikwama. So mimi ni mtu ambaye huwa nakubali kushindwa na kubali kukataliwa. Nikishakubali hivyo vitu viwili, lazima nijiulize kesho kwa nini nimekataliwa na kwa nini nimeshindwa. Nikipata majibu natafuta njia nyingine. So ndo kama hivi nimerudi, nilishajiuliza nikapata majibu yangu, sasa nimerudi vizuri. Tunachokikosa au kinachotusumbuaga kuna wakati cha kwanza ni connection pia. Lakini kuna saa pia tunarudi, tunaenda mbele tunarudi nyuma. Tunabidi tuwe wazi tu kwamba language pia inakuwa ni tatizo. Swala la lugha linatufelisha watu wengi. Yaani inatusumbua, sio tu lugha ya kuzungumza. Kwa sababu mimi naweza kukutana na mzungu nikamwomba maji, tukaongea, tukacheka, tukaelewana. Lakini kuna saa inafika hatua mtu anayesikiliza wimbo wangu duniani nje ya Tanzania ambaye haelewi Kiswahili ambacho naimba, anapata nini kwenye wimbo wangu? Ule muziki wa kusikiliza melodies tu sasa hivi ni kama unapitwa hivi. Yaani utaona hapa Tanzania tulikuwa tunapenda sana muziki ya Kongo. Kuna kipindi bolingo hapa ilikuwa ndo bolingo.
watu wanapenda melody. Kuna miaka ilikuwa duniani muziki wa Kihindi ndo dili, yani kila mtu anasikiliza. Watu tulikuwa tunapenda melodies na beats tu ambazo tulikuwa tunasikia kwenye zile nyimbo. Lakini imefika time watu wanapenda zaidi kusikiliza wimbo. Yani melody peke yake haiwezi kumtosha mtu kukaa apoteze muda wake kusikiliza wimbo wako na kuona wewe ni kitu. Kwa hiyo imefika hatua mtu anataka kusikiliza melody, anataka kusikiliza beat, anataka kusikiliza mashairi ambayo umeimba. Ndio maana utaona kuna baadhi ya wasanii ambao wanazidi kutrend. Wenzetu Nigeria na sehemu nyingine wana trend kwa sababu sio tu aina ya muziki ambao wanafanya. Kwa sababu hata Tanzania sasa hivi imefikia hatua watu bongo flavor yao wameitupa kabisa. Yaani ukimsikiliza msanii wa Tanzania unachokimisi mle au unachokiona kwamba hii ni Tanzania ni maneno tu ya Kiswahili anayoimba. Na mengine utaona yanaswagisha kwa ajili ya kufuata melody ya Kinigeria. Kiasi kwamba hata ukisikia unakuwa uelewi kama hapa kaimba Kiswahili. Yote ni kwa ajili ya kufuata muziki wa Niger. Bila kujua kwamba Niger zile au kwaito za South Africa zina trend kwa sababu nyingi, sio tu zile melodies zao. Tunaona wasanii wenzetu hapo wanafanya sana hayo muziki ya Niger, lakini hata Kenya tu hawafanyi vizuri. So nafikiri lugha pia ni tatizo. Tunatakiwa, mimi binafsi naliona hilo na nahisi kwamba nahitaji kufika sehemu ili niweze kwenda kimataifa, at least kwenye nyimbo kuwe na nyimbo ambazo tuwe tunaimba lugha tofauti. Hiyo kwangu pia ni changamoto. Lugha ya biashara ni lugha ya Kiingereza. Tunaona wasanii kama wakina Tekno ni wasanii wa juzi tu sasa hivi wana trend mbali zaidi. Unamwona Trey Songz anaposti, Ludacris anaposti, sijui wakina Alicia Keys wanaposti wanasikiza wimbo wa Tekno Nigeria wakati wale ni wasanii wakubwa duniani. So ni kitu kimoja tu. Ukiacha beats, ukiacha zile melodies za Kiniger bado wanapata kitu, wanasikiliza mashairi ambayo mtu anaimba. So nafikiri sio mimi tu, ni general. Sisi tunaferishwa pia na lugha. Unapoenda nje mtu anasikiliza nyimbo yako, anasikiza unaimba lakini hakuelewi unachokiimba. Watu wanachoshwa kusikiza melody na beat. Mimi ni mmoja kati ya wasanii ambao naweza kuwa siamini katika mahusiano. Nikimaanisha mapenzi ya wapenzi kama wapenzi. Naamini sana kwenye ndoa, naamini sana kwenye mke na mume. So unaweza kuona tofauti kidogo. Inawezekana nikawa na mahusiano kwa sababu mimi ni mwanaume rijali ambaye nimetimia, niko kwenye umri ambao vijana wengi wakiwaga na huu umri ndio wanazuzuka sana. Niko kwenye nafasi ambayo vijana wengi sana huwa wanaharibika kwa sababu ya kufika kwenye hii nafasi ambayo mimi nimeipata, ya kutazamwa na watu zaidi ya 1000 wakati alikuwa na uwezo wa kutazamwa na mtaa wake tu wenye watu hata 100 hawazidi. So unapofika hapa utaona wasanii wengi huwa wanazozoka, yani wanaharibikiwa. Kwa maana utaona leo yuko na huyu, skendo hii, vurugu nyingi. Ila naamini kwamba kutokana na hilo nachokifanya mimi nimejaribu kufanya mahusiano yangu kuwa nje ya kazi yangu. Ndio maana sipendi kukaa leo nikazungumza na date na nani, kesho na date na nani, kwa sababu sijajua mwisho wa siku naishia wapi. Ila siku nikioa ndio wakati ambao nafikiri nitawaambia watu kwamba nimefunga mkataba. So leo kama inawezekana nikawa nimesema niko wazi, it's okay, mnakaribishwa, ila mimi ni mkoloni. So mtu anayetaka kuolewa na mimi kwanza ajue kabisa akuja kuolewa na mkoloni. Sijawahi kukutana na Vanessa toka nizaliwe. So kitu cha kwanza kikubwa zaidi ni kwamba yeye ni msanii na nafasi yake na mimi ni msanii na nafasi yangu. Wakati mimi nafanya muziki naanza kufahamika 2011, Vanessa alikuwa mtangazaji kwenye kituo cha radio. Na ni wazi kabisa angekuwa Vanessa raia wa kawaida ningesema ni haki yake kuto kunijua kwa sababu hatujui anaishi maisha gani. Lakini mtu ambaye yuko kwenye media alafu msanii unafanya vizuri, wakati ambao mimi nampigia labda hata afadhali ingekuwa wakati ambao nimekaa kimya, lakini nilikuwa ni time ambao mimi nilikuwa na nyimbo, nilikuwa na ngoma zinafanya vizuri. Anampigia simu anasema anifahamu. Haikuwa kitu rahisi kuamini kwamba alikuwa anifahamu. Ila ni kwamba alilewa madaraka, alilewa mali alizokuwa nazo, alilewa mabwana pia aliyokuwa nao kwenye vile vitu vitatu nilivyovisema. So time alipofanya hivyo mimi sikujali sana kwa sababu nimeongea kitu kikubwa sana. Kama kuna mtu anaweza kuwa ananifuatilia kitamsaidia sana kwenye maisha yake, ni fundisho. Jifunze kukubali kukataliwa, jifunze kukubali kushindwa. So nilikubali kukataliwa na nilikubali kushindwa. Ndio maana pia pressure ya Vanessa haikuwa pressure kwenye maisha yangu kunifanya hata nisitamani kufanya kazi na msanii mwingine. Alinisukuma zaidi na kunifanya nitumie nguvu nyingi sana kutafuta msanii mwingine kufanya naye kazi. So kitu cha msingi niseme tu
baada ya yale yote, kwa sababu nilielewa kwa sababu gani, nini kilikuwa kinamsumbua kunifanyia vile, wala sikujenga chuki, japo mwanzo nilimind kwa sababu lengo langu alikutimia, ila muda ulipopita sikuwahi kuwa na hasira na Vanessa wala chuki. Nilikuja kuyaongea haya maneno baada tu ya kuwa story. Kuna wakati ilifikia tu watu wakaanza kusema kwamba nimetengeneza skendo ya kuonekana na ugomvi na Malaika kwa sababu tu ya kutaka kuupa kiki wimbo wangu, kitu ambacho hakikuwa kweli. Ndio maana niliamua kuweka wazi sasa Malaika, nikamzungumzia pia Vanessa kwamba hata Vanessa alifanya hivi, lakini sikuwahi kuongea ningetaka kiki ningeanza na hiyo wakati natoa wimbo. So ikawa issue kubwa, Vanessa kajibu, sikuwahi kujua alijibu nini in search. Ila Vanessa na mimi hatuna tatizo, labda yeye aendelee kuwa na tatizo na mimi kwa sababu mimi anifahamu, ila mimi sina tatizo naye kwa sababu ni superstar ambaye pia huwa nasikiliza nyimbo zake. Kwa hata nikikutana siku nitamshobokea, sina tatizo naye. Mwanzo wangu ulikuwa ni mgumu sana, ila nashukuru Mungu kwa hapa nilipofika, kwa sababu nilianza kusoma kijijini kwetu Mbeya, shule ya msingi Ruiwa, lakini kabla ya hapo nilizaliwa mwaka 88 tarehe 7 mwezi wa 7, siku ya bahati pia naweza kusema, siku ya wakulima, na kule kwetu ni kijijini, so it was, kwa kwetu sisi 7/7 ni siku ya wakulima, hakuna kingine. Na miaka 7 baadaye nilikwenda kusoma Morogoro kwenye shule ya sekondari ya serikali, Kilombero sekondari. Lakini baada ya hapo nikaenda kusoma Mbalizi sekondari kwa ajili ya A level, ambao nayo nilipokuwa nimeanza nikaja kupata bahati ya chuo cha ualimu huku Dar es Salaam cha Ridhwa Seminari, na ndipo ambapo niliacha sasa kule nikaja Dar es Salaam. Safari yangu ikaanza 2005 Dar es Salaam kuanza kusoma sasa ualimu, ambao pia mwaka mmoja baadaye nikawa mwajiriwa wa shule moja Buguruni pale inaitwa Ridhwa Buguruni pale Malapa, ndio sehemu ambayo nilikuwa nafundisha shule, na nilifundisha miezi 9. Baadaye nikaamua kuacha. Lakini wakati ambao nilikuwa nimefika Dando, wakati ambao tayari nilikuwa nimeshaamua pia kuwa naenda kwenye mastudio tofauti. Na mwanzo mimi sikuwa na mawazo ya kuwa msanii. Mimi mawazo yangu ya mwanzo nilikuwa nawaza kuwa muhasibu. Ndio ndoto yangu ya mwanzo ilikuwa ni hiyo. Kwa hivyo hata siku zilivyoenda, nilipofika Dar es Salaam nasomea ualimu, kwa sababu talent ya kuimba ilikuwa ni muda mrefu nilikuwa nayo na nilikuwa nafanya, na nilikuwa natamani tu siku moja nikae ni rekodi wimbo, niwe nakaa nyumbani nasikiliza tu mwenyewe wimbo wangu ambao nimerekodi. Hiyo ndio ilikuwa ndoto yangu ya kwanza kwenye swala la sanaa. Na hata nilipofika Dar nikasema sasa hapa ndio sehemu ambayo wana rekodi wasanii. So nikaenda nikatafuta shule, studio, nikaanza huku nasoma huku naenda studio. Nilipokuwa naenda studio ndio sehemu ambayo sasa nikaanza sasa kupata moyo, kwa sababu ndio sehemu ambayo lebo yangu ya kwanza ilikuwa ni G Records 2005, ambao nilipofika studio baada ya kuimba tu wakawa wamenipokea vizuri sana, kuniambia kwamba nastahili kuwa msanii wa studio yao. From there sasa mimi nikawa nafanya muziki sasa kama serious sehemu nyingine, lakini kazi yangu ilikuwa ni ualimu, ambao nilikuwa naamini nikimaliza chuo naingia shule nafundisha, na kweli ikawa hivyo. Nilipofundisha shule muda wa huku kwenye kazi yangu ya pili ambao ndio sanaa, ulipokuwa unaenda vizuri, ndio time ambao sasa mimi nikawa nataka kuacha sasa ile kazi ambayo nilikuwa nimeisomea. Lakini sikutaka kuacha hivi. Niliacha baada ya baba yangu kunipa go ahead ya kuamua sasa kwamba wewe unataka kuwa msanii, fanya muziki, lakini uniahidi vitu 3 vya msingi ambavyo babangu aliniambia. Cha kwanza, nisibadilishe jina. Sasa mimi naitwa Ali Timbulo, nikaambiwa nitumie jina la Timbulo nitafanikiwa. Babangu ndo alinipa hilo. La pili, aliniambia nisiache dini yangu. Mimi ni Muislamu, siwezi kuacha dini yangu. La tatu, babangu aliniambia nimwahidi kama nitaoa. So hivyo ni vitu ambavyo huwa natembea navyo vyote 3, kwamba mzee wangu aliniambia hivyo vitu nivifanyie kazi, na naendelea kuvifanyia kazi. Kwa baada ya hapo niliporudi moja kwa moja nikaamua kuacha kazi ya ualimu na kujikita moja kwa moja sasa kwenye muziki, kwamba sasa hivi mimi kazi yangu ni muziki. Ndio hivyo nimeendelea kuhaswa mpaka 2011.
nilipoachia wimbo wa Domo Langu. Kabla hapo nilikuwa na wimbo ulikuwa unaitwa Ndoa ya Mkeka ambao nilitoaga mwaka 2009. Haukufanya vizuri, nilifahamika tu sehemu chache. From there 2011 ndio mwaka ambao ulikuwa mwaka wangu wa mafanikio, na mpaka leo kuna ups and down, lakini maisha yanaendelea. Nimeendelea kumaintain kuwa Timbulo. Okay, shukrani sana kwenye Global TV. Labda uambie neno la mwisho mashabiki wa muziki wako, wakati huu pia uunganishe unapatikana vipi kwenye mitandao ya kijamii, namaanisha Facebook, Instagram pamoja na Twitter, kama unazo Snapchat pia YouTube unaruhusiwa kuendelea. Kitu kikubwa ni kwamba nimekuwa natembea na hashtag ya Bongo Flava is back, kwa sababu kitu ambacho nimekifanya kwenye kazi yangu mpya ni real Bongo Flava ambayo ilikuwa naweza kusema imepotea kwa sababu ya sisi wasanii kuwa tunaendeshwa na media na vitu vingine vingi. Tumekuwa tunasafiri sana kuangalia media inafanya kitu gani. Kuna saa unaweza ukashushwa Maisha Club au klabu nyingine yote, ukafika pale ndani kama ulifungwa kitambaa hivi, ukifunguliwa afu ukaambiwa hapa ni wapi, unaweza kusema huko Lagos ama Johannesburg, kwa sababu ya ngoma zinazopigwa na style ambazo watu wanazicheza. Sasa unakuta watu wanacheza Kwaito utafikiri ndio tuko Johannesburg, ama wanacheza Niger zile utafikiri tuko Nigeria. So nafikiri ile ni tatizo. Ile kitu ambacho mimi nimekifanya coming back yangu, nimeamua kufanya wimbo ambao ni Bongo Flava kabisa, zile ambazo ukisikiliza utaona muziki ambao kwa nafanya wenzetu wakina MB Dog, wakina Zedanto, wakina Kasim Ganga siku za nyuma walikuwa wanafanya real Bongo Flava ambayo ukisikiliza huwezi kuikuta hata Kenya wanafanya, ama Niger ama sehemu nyingine yote. So nimefanya kitu ambacho it's coming back of Bongo Flava, na nachoomba tu wananchi, watu wote ambao wanapenda muziki wa support hiyo kazi. Ni kazi nzuri, nafikiri ukisikiliza sikio alikatagi kitu kizuri. Mimi nachomshauri tu Mtanzania yoyote popote pale alipo, na hata sio Mtanzania, achukue time yake tu ya kusikiliza wimbo wangu, ni dakika 3 tu.